kubwa ambalo leo mimi mkuu wa mkoa mgeni Hatibu Yahya limenifanya niweze kufika redio ni kutokana na changamoto ambayo ipo katika maeneo yetu ya mkoa wa Kaskazini Pemba na nje ya Kaskazini Pemba, lakini sana naongelea hapa kwenye mkoa wangu. Kama tumeona siku ya jana tulipata taharuki kubwa baada ya kijana wetu pale maeneo ya Malenjani. Huyu ni mkaazi wa Jojo. Kwa kweli jana alifariki kinyama. Binafsi mimi mkuu wa mkoa nilihuzunika sana na nilifika hadi nitoe machozi yangu kwa yale ambayo yametokea baada ya kijana yule kutuhumiwa kwa hii mihemko ambayo inaendelea ya kusema kwamba mtu labda ameshikwa bega na kupoteza nyeti yake. Kiukweli jambo hili mimi mkuu wa mkoa ambaye ndo mlezi na ni msimamizi wa mkoa huu limenihuzunisha sana. Na kama muda wa saa 1 usiku tulipata taarifa ya tukio hilo pale Madenjani, mimi na wajumbe wangu wa kamati ya usalama ya mkoa na wale wa wilaya tulifika na tulijionea mwili wa marehemu ukiwa pale, hali ambayo kwa kweli si miongoni mwa hulka na mila zetu ya kujichukulia hatua mikononi mwetu wa kumcharanga kwa mapanga na kumnyambua na kumsababishia umauti. Na hatimaye kitendo kile kilileta mshtuko mkubwa ndani ya mkoa wetu. Ndio maana nikasema bila ya kupoteza muda nifike redio kwanza, lakini hatua nyingine tutaendelea kuchukua za kuendelea kutoa elimu. Natambua kwamba redio yetu hii inasikika mbali. Sasa kwa wale ambao watanisikia, basi kwa pamoja tushirikiane katika hili kwa kulaani hivi vitendo ambavyo vinatokea. Na najaribu kusema kila baada ya muda katika maeneo yetu kuna viongozi wa shehia, kuna viongozi wa wilaya, kuna viongozi wa vyama na mambo mengine, viongozi wa dini. Kwa hiyo niombe kabla ya kuchukua sheria mikononi, pale ambapo tunahisi kuna kitu kibaya chochote kinataka kutokea, basi tutoeni taarifa. Kama labda ulihisi kama kuna mtu amenitendea hili, basi kwa pamoja niombe tufikishe kwenye vyombo vya sheria, wakiwemo wale wa karibu na sisi, jeshi la polisi na wengine. Na sisi baada ya kukaa kamati ya usalama ya mkoa tumeona kwamba hii ni design fulani ya wizi, kwa sababu kwa mfano kama jana kijana yule baada ya kumpiga walimuibia. Alikuwa na simu, alikuwa na viatu, alikuwa na pesa. Kwa hiyo ni aina fulani ya wizi. Kwa hiyo niwaombe kwa pamoja hili jambo, kwa ambaye atasikia amwambie mwenzake, na tupeane elimu kulaani hivi vitendo vya kihuni ambavyo vinaendelea katika mkoa wetu. Ndugu mtangazaji, tunaona kwa siku ya jana ni kijana wetu yule, lakini mara nyingine linaweza likakukuta hata wewe. Mwenyezi Mungu atunusuru. Kwa hiyo tulichukue kwamba hili ni janga liliokubwa sana, na sote tunatembea katika maeneo yetu. Unaweza ukatoka Micheweni, ukenda Chake, ukenda mkoani, ukifika kule kama itakuwa hatujapeana elimu, kwa kweli jambo hili litazidi kutuumiza, hususan vijana, wazee. Na sisi serikali ya mkoa, kama alivyosema kaimu RPC mkoa wetu wa Kaskazini Pemba, usiku wa jana tu tumeweza kuwashikilia watu 7 na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao, kwa sababu wao walikuwa wafuate utaratibu. Na mimi nikwambie ndugu mtangazaji, nilikuwa mashuhuda pale ambapo kijana yule ambaye alidai kwamba kaondolewa nyeti yake, tulimchukua moja kwa moja tukamfikisha hospitali. Daktari kamuona akasema hamna lolote, ni uongo tu. Kwa hiyo niwaombe vijana, niwaombe wazee, niwaombe wananchi wote, kwa kipindi hiki ambapo taharuki hii imeingia, basi kwa pamoja tuishinde. Tupambane kwa pamoja, tupeane elimu
Kama kutakuwa na tatizo lolote, basi toeni taarifa. Bahati nzuri mimi mkuu wa mkoa nyote mnanitambua, na sidharau simu ya mtu. Simu ya mtu yoyote inaonipigia mimi napokea. Kuna jambo mtu anataka, basi nalifanyia kazi pale pale. Lakini haitopendeza kwamba ndani ya mkoa wetu kuona kuna matukio ya maajabu ya ajabu namna kama hii ambayo yanaendelea kutokea kwenye mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba. Kwa kweli kwetu sisi itakuwa ni kielelezo kibaya sana kuweza kuripoti matukio kama haya. Itaonekana labda ndani ya mkoa hakuna uongozi, au ndani ya wilaya au shehia. Na mimi ilifika hadi jana wakati niko Madenjani niliuliza kwamba je, mtaa huu hauna viongozi, hauna wazee, mpaka tunamuacha kijana anahujumiwa kiasi ambacho ni masikitiko, ni kilio. Na kwa wale ambao jana walikuwepo maeneo yale, hakutokezea hata mmoja ambaye alifurahia kitendo kile. Lakini hata ufurahi, hata uchukiwe, itatusaidia nini wakati tulishaondoa maisha ya kijana wetu? Tubakini tukiwa na amani na utulivu, tuendeleze umoja wetu, tuendeleze mshikamano wetu, tuachane kutiana taharuki. Zaidi mashehe, walimu wa vyuo, walimu wa shule, maimamu, masheha, kwa pamoja sote tutoe elimu juu ya taharuki hii ambayo imeweza kujitokeza, na tuiondoe tukiamini kwamba ni uongo. Hakuna lolote lile zaidi ya makundi maovu kuweza kutaka kufanya uharibifu, kutaka kufanya uhalifu pamoja na wizi.